Wewe ni mzuri Mungu wetu. Wewe ni mzuri Baba yetu. Uzuri wako ufananisha ulinganisho. Uketie enzini na mamlaka. Hakuna ufananisho na wewe. Wala kulinganisho wala kufananisho. Wewe uliyeumba ukuumbwa. Nalibariki jina lako asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya uumbaji wako, asante kwa ajili ya watu wako watakatifu. Asante kwa siku hii ya leo ya kipekee. Asante kwa ajili ya malaika zako wakuu watakatifu na malaika zako wote watakatifu pamoja nasi. Asante kwa maserafi na makerubi na wazee 24 na wenye uhai wote. Lebo sheke ribo saya na labo shaka. Asante kwa ajili ya taifa letu la Tanzania na bara letu la Afrika. Asante kwa watu wako ambao wameweka Tanzania na bara hili la Afrika. Baba, tunakuja katika malango ya Tanzania. Tunakuja katika malango ya mwezi huu. Tunakuja katika malango ya mwezi Septemba. Tunakuja katika malango ya maisha yetu kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ukatukuzwe katika malango ya nchi hii. Ukatukuzwe katika malango ya taifa hili. Ukatukuzwe katika malango ya maisha yetu. Ukatukuzwe katika malango ya mwezi huu. Ukatukuzwe katika malango ya mwaka huu. Ukatukuzwe Jehova. Ukatukuzwe mwenye nguvu Yesu Kristo. Ukatukuzwe Jehova Sabaoth. Ukatukuzwe katika malango ya biashara. Ukatukuzwe katika malango ya siasa. Ukatukuzwe katika malango Bwana utukufu. Ukatukuzwe katika malango yote, katika anga, katika mianga, katika chini ya jua, katika ardhi na maji. Ukatukuzwe katika malango yote kwa utukufu wako Yesu Kristo. Naleta Kahama mbele zako. Naleta kanda ya ziwa mbele zako. Naleta Tanzania mbele zako. Naleta Afrika mbele zako. Naleta malango ya taifa hili mbele zako. Naleta malango ya Afrika mbele zako. Naleta malango ya familia zetu mbele zako. Kwa damu yako Yesu Kristo, yakatakaswe, yakasafishwe kwa ajili ya watakatifu. Yakatakaswe, yakasafishwe kwa ajili ya uteule wako. Mungu wetu na Baba yetu, tunakutukuza, tunakubariki katika jina lako Yesu Kristo Bwana wetu. Inua mikono yako. Ufunike taifa hili na bara hili kwa damu ya Yesu. Mwambie Bwana, hila yoyote ambayo ibilisi ameipanga juu ya wateule wako, juu ya watakatifu wako, haitatufikia kamwe kwa kuwa damu yako imetufunika. Inua mikono yako. Anza kuongea na Baba. Anza kuongea na Baba. O mashikiribo saya. Mshukuru ukimwadhimisha yeye atendaye mambo makuu kuliko uweza wetu, kuliko kufikiri kwetu, kuliko kuwaza kwetu, kuliko kuomba kwetu. Wacha hifadhi watu wake hai katika taifa letu la Tanzania na bara hili la Afrika. Tukahifadhiwe hai, wateule wake ukahifadhiwe hai kwa damu yake, damu ya Yesu Kristo. Ikatufunike, ikatuhifadhi hai. Damu ya Yesu Kristo ikatufunike. Damu ya Yesu Kristo ikatufunike, ikatuhifadhi hai. Damu ya Yesu Kristo ikatuhifadhi hai. Ikatufunike, ikatuhifadhi hai. Ikatuhifadhi hai wakati wa majanga. Damu ya Yesu Kristo ikatuhifadhi hai wakati wa hila za ibilisi. Damu ya Yesu Kristo ikatuhifadhi hai wakati
wakati wa mishale ya moto. Damu ya Yesu Kristo ikatuhifadhi hai. Damu ya Yesu Kristo ikatuhifadhi hai. Ikahifadhi Tanzania hai. Ikahifadhi Afrika. Ikahifadhi watakatifu. Damu ya Yesu Kristo ikahifadhi watakatifu. Damu ya Yesu Kristo ikafunike watakatifu. Ikawafunike watoto wetu. Ikatufunike. Ikafunike ndugu zetu. Damu ya Yesu Kristo Nazareti. Baba, asante kwa wema wako. Damu yako ifunike ndugu zetu. Asante Baba. Asante kwa kuwa tusikie. Asante na hata sasa umetusikia. Asante kwa Himidiwe jina lako. Asante kwa leo. Wewe ni Alfa na Omega, wastahili sifa. Wewe ni Alfa na Omega. Inua sadaka yako msaya ibada matoleo. Leba koshekri bosaya. Tunakuabudu kwa matoleo yetu hili sifa. Inua sadaka zako. Inua na moyo wako. Umwadhimishe Bwana kwa ajili ya matoleo yako. Mwambie Bwana, nimetoa katika yale ya kwako. Nami nimeleta katika yale ya kwako. Nimeleta kwako. Nimeleta kwa hiari na kwa upendo, kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwako na vitu vyote ni vya kwako. Kuinuliwa na kutajirishwa na kuheshimishwa na kuwezeshwa yatoka kwako, Jehova Sabaothi, Bwana majeshi, Mungu wetu uliye Mungu wa Ibrahim, Isaka na Israeli. Wewe uketie katika kiti chako cha enzi, tunakuinulia sadaka zetu, matoleo yetu siku ya leo. Tunaambatanisha na mawazo ya mioyo yetu. Wewe uchunguzaye mioyo, tunaachia mioyo yetu mbele zako, ukaiangalie na kuitazama na kuichunguza. Uone kama iko njia iletayo majuto katika maisha yetu, ili ukatuondoe na kutuongoza katika njia ya mapito ya salama ya njia zako. Damu yako Yesu Kristo ikanene mema juu ya matoleo haya. Tunajifungamanisha na sauti ya damu yako Yesu Kristo. Matoleo haya tunaleta kwako, e Bwana majeshi, yakapata kibali mbele zako Jehova, ili ukatustawishe, ukatubariki na kuturidhia machoni pako katika nchi ya walio hai. Ukatupe nchi na ukatustawishe katika nchi. Damu yako ikaponye kila kitu kinachopooza. Damu yako ikaponye kila kilema. Damu yako ikaponye kila kinachoharibu. Damu yako ikaponye kile kinachoharibiwa katika maisha yetu. Damu yako ikakomboe kilichotekwa. Sikia sauti ya matoleo yetu siku ya leo. Sadaka zetu zikawe ukumbusho mbele ya macho yako, kama ilivyokuwa kwa Kornelio. Na niamini jina lako siku ya leo na matoleo haya. Ninakusifu Bwana wa Bwana. Hakuna mfano wako, hakuna kulinganisha nawe. Asante Bwana. Heri watumishi wa Bwana, sifuni. Lisifuni jina la Bwana. Lisifuni jina lake. Ni jina lipitalo majina yote. Fungua pia chafu, lisifu jina la Bwana wa majeshi. Jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Ni jina lenye nguvu. Jina lililong'aa. Jina lako lina uponyaji. Jina lako ni jina lenye uzima. Jina la Bwana ni uzima. Kila ngome imeharibiwa. Asante kwa jina hilo. Ita jina hilo. Sifu jina lako. Lisifu hilo jina. Na lisifu jina lenye uweza. Na lisifu jina lenye nguvu. Jina la Bwana lihimidiwe. Lisifu jina lenye uweza. Asante kwa jina lako. Asante kwa jina lako. Asante kwa jina lako. Maishani mwako, katika huduma, katika familia yako, katika uzao wako, katika kazi zako, kadimu zako, kila eneo la maisha yako, katika
taifa lako, katika ukoo wako. Jina la Yesu Kristo likatukuzwe, likaimidiwe kwa sababu yako. Jina lako ni ngome imara. Jina lako jina lako ni ushindi. Jina la Bwana liimidiwe. Jina la Bwana liimidiwe katika familia yangu, katika maisha yangu, katika taifa langu, tangu leo na hata milele. Toka mawio ya jua hata machweo yake. Jina la Bwana usifiwa. Bwana ni mkuu juu ya mataifa yote. Na utukufu wake ni juu ya mbingu. Ni nani aliye mfano wa Bwana? Mungu wetu aketie juu, anyenyekeaye kutazama mbinguni na duniani. Humwinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha maskini kutoka jahani. Amketishe pamoja na wakuu. Pamoja na wakuu wa watu wake. Ndivyo alivyonitendea. Ndivyo alivyotutendea. Weka nyumbani mwanamke aliyetasa. Awe mama ya watoto mwenye furaha. Baba, tunakushukuru kwa kuondoa kila aina ya utasa katika maisha yetu. Asante Baba yetu na Mungu wetu. Jina lako ni Yesu Kristo. Tunakuadhimisha. Pokea matoleo haya, yakafanye kazi yako na ukatukuzwe katika matoleo haya. Roho za watu zikaokolewe na jina lako likaimidiwe. Asante Bwana majeshi. Tukaona uzuri wako katika hekalu lako. Hekalu lako likapambwe kwa uzuri wote, na vyombo vya muziki na kila aina ya kitu kizuri, na watu wako wakashangilie katika nyua za nyumba yako. Watu wako na wakufurahi nyumbani kwao, wakafurahi kazini mwao. Mkafurahi mwingiapo na mtokapo. Mkafurahia neno la Bwana na sauti yake. Kwa kutii na kutunza na kuyafanya yote mnayasikiayo ya Bwana. Bwana akasababishe baraka zikawachilie na kuambatana naye. Mkawe baraka katika nchi ya walio hai. Watu wakabarikiwe kupitia nyinyi. Wanaowabariki wakabarikiwe. Wanaowalaani wakalaaniwe. Bwana ndiyo ngome yetu na uzima wetu. Hatumuhofu yoyote. Ni yeye ambaye ametuinua, kuinue juu sana. Upendeleo wake na fadhili zake zikaambatana na wewe. Uso wake ukakuangazie kila uingiapo na utokapo. Furaha na kicheko kikajae katika moyo wako na maisha yako. Bwana akasababisha ukapate faida tele tele. Bwana akasababisha muujiza uliotarajiwa kwa muda mrefu kukufikie sasa. Tumaini la mwenye haki litaondolewa. Tumaini lako likakufikie sasa. Likatimizwe kwako. Moyo wako ukachangamke na ukaruki kama ndama. Kwa utukufu wake Yesu Kristo. Tazama ndivyo ulivyobarikiwa katika nyua za nyumba yake. Bwana amekubariki. Amepondolea ugonjwa wako wote. Ameondoa na utasa wako wote. Naye amesema hata kwipa aliyetasa miongoni mwetu. Wala ukuharibu mimba. Bwana amekubariki. Kwa kuwa umekubali kumtumikia Bwana Mungu wako. Naye amebariki chakula chako na maji yako. Naye utimiza siku zako za kuishi. Na hizo siku ni za milele. Katika Kristo Yesu. Akuishe na kurejeshe ujana wako. Akufanye mwenye hekima na maarifa na ufahamu wako. Akufanye mwenye roho njema.
Inua mikono yako, ishara ya shukrani mbele zake. Mshukuru kwa kila jambo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mambo yafuatayo lazima tuelewe. Unaona Biblia yote hii? Biblia yote hii ili yaliandikwa humu yaweze kuonekana maishani mwako. Damu na nyama, so ni roho. Yale yaliyotoka kinywani mwa Bwana yaliyoko humu, ili uweze kuyaishi, lazima uzingatie mambo matatu tu yanayodumu. Sawa jamani? Mambo mangapi? Mambo matatu tu. Yote haya hapa, pasipo kuzingatia mambo matatu hakuna kitu. Tuangalie mambo yanayodumu haya. Kwa chochote tunachokifanya lazima yawe katika msingi wa mambo matatu haya. Tuangalie Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 13. Anasema basi sasa lini unapumua lini? Unaishi lini? Unatarajia lini? Imani inafanya kazi lini? Umekaa lini? Utakapotoka hapa mtakuwa saa ngapi? Okay. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo. Haya matatu. Na katika haya lililo kuu ni upendo. Lililo kuu ni upendo. Lililo kuu ni upendo. Lililo kuu ni upendo. Mungu ni pendo. Apenda. Mungu ni pendo. Nipenda. Basi. Cha kwanza Mungu anapenda nani? Watu. Alafu anapenda nani? Mimi. Kwa Mungu ni nani? Choko kana upendo. Yeye ni upendo. Sawa jamani? Yanadumu mangapi? Matatu. Tukija kwa imani tunasema ndio Yesu. Maana imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la nani? La Kristo Yesu. Sawa jamani? Tukija kwa tumaini tunasema hivi. Yesu akasema ni faida mimi nikiondoka. Ni faida kwenu mimi nikiondoka. Ili niende kwa Baba na Baba atawapa msaidizi mwingine. Anaitwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, pasipo Roho Mtakatifu imani yako, upendo wako unaweza usiwe. Sasa anapokuja, cha kwanza anamimina pendo la Mungu ndani yako. Kwa kila mtu aliyeokoka ana pendo la nani? La Mungu. Anatakiwa ishi kumpenda nani kwanza? Mungu. Alafu napenda nani? Watu. Kwa upendo wa nani? Wa Mungu. Inaeleweka jamani? Yanadumu mambo mangapi jamani? Tunaelewana? Sasa katika haya matatu haya, kila kitu kinachofanyika lazima kiwe katika haya matatu. Imani haifanyi kazi pasipo upendo. Na imani ni kitu pekee ambacho kinampendezesha Mungu. Na imani ndio kitu pekee tulicho nacho silaha ya kushinda ulimwengu au kinachoshindana na sisi. Na imani ndio kitu pekee au mtindo pekee wa sisi kuishi. Mwenye haki yangu ataishi kwa imani. Imani ni kuwa na uhakika ya mambo unayoyatarajia, alafu ni bayana kwako, sio kwa mwingine. Inaeleweka vizuri? Bayana wapi? Ndani yako. Haionekane damu na nini? Na nyama. Yakishaonekana damu na nyama, sio imani. Yameshatokea, sio imani tena. Kwa imani nasababisha yasionekana yaweze kuonekana. Yakishaonekana sio imani tena, na sio tumaini tena. Ni nani? Ni Mungu. Anaitwa nani? Upendo.
Sawa jamani? Kwani itwaje? Ni ya kwetu. Yaliyofunuliwa kwetu ni ya kwetu na watoto wetu milele. Yasiyofunuliwa kwetu ni ya Mungu. Tarajia mbinguni taratibu. Kanuni namba 1. Kanuni namba natokana na Mungu. Mungu ndiye chimbuko langu. Mungu ndiyo asili yangu. Mungu ndiye baba yangu. Sema kwa sauti, natokana na Mungu. Mungu ndiye asili yangu. Mungu ndiye chimbuko langu. Unatokana na nani? Si ndio? Unatokana na mwanadamu. Unatokana na shetani. Unatokana na nani? Na Mungu. Kutokana na shetani, kutokana na mazingira, kutokana na watu na kutokana na wewe mwenyewe. Imeeleka vizuri? Kwa Mungu ni nani? Ni chimbuko lako. Yeye ndiye anayekujaza kile unacho kihitaji. Hiyo ni kanuni namba 1. Kizungu tungesema God is my absolute source and the supplier of all my needs. Mungu ndiye chimbuko langu na ndiye anijazaye kila ninachokihitaji kwa kadri utajiri wake kwa utukufu. Sema na mimi, Mungu ndiye chimbuko langu. Ndiye anijazaye kila ninachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake kwa utukufu. Kwa hivyo sitegemei kitu chochote kwa mwanadamu, kwa shetani, kwa mimi mwenyewe, kwa mazingira yangu. Nategemea chochote ninachokitaka nakipata kwa nani? Sema kwa sauti, kwa yeye ambaye natokana naye. Sawa jamani? Sasa huyu, nazungumzia hiyo kanuni namba 1. Huyu unayetokana naye anakaa wapi? Hilo ndio swali. Maana ni baba yako, ni Mungu wako, ni Bwana wako, ni asili yako, ni chimbuko lako, ni mwokozi wako, ni mkombozi wako. Anakaa wapi? Anaishi wapi? Anakaa wapi? Ndani yangu. Kwa hivyo sio kwingine. Ndani wapi? Ndani yangu. Kwa nikitaka kumsikiliza nisikilize wapi? Kwa nikisoma hiki kitabu nikisome kwa wapi? Ndani yangu. Naanza kuelewekana. Naposoma Biblia nasomaje? Nasoma kwa ndani yangu. Maana Roho Mtakatifu yuko wapi? Ndani yangu na juu yangu. Sasa ndani yangu atanifundisha. Ukisoma waraka kwanza Yohana 17 anasema mstari wa 20 alafu na 23 anasema yale mafuta mliyopaka yanakaa wapi? Ndani yenu. Naye anawafundisha kweli by Roho Mtakatifu. Sawa jamani? Inaeleweka? Mungu akitaka kujibu maombi yako au mawazo yako ayafanye anijibu, anatumia nguvu gani? Iko wapi? Ndani yako. Atukuzwe yeye afanye mambo makubwa kuliko niombavyo, niwazavyo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi wapi? Ndani yako. Na hiyo nguvu ni nini? Imani na upendo na kutarajia. Tarajia mwenye haki alishaokolewa. Unatarajia nini? Hicho unachokitarajia hakitakaa kiondolewe, lazima uwe nacho. Inaeleweka vizuri hapo? Sasa kwa nini Mungu ni chimbuko lako? Kwa nini nasimama naye? Kwa sababu yeye hasemaji uongo wala hajui uongo. Yeye ni kweli. Akisema kitu anakifanyaga hicho. Na hicho anachokifanya ndicho anachokisema. Kwa hivyo anaheshimu neno lake kuliko kitu chochote. Na ametukuza neno lake ambaye ni ahadi yake kuliko jina lake. Unafahamu pamoja jina la Yesu linapita majina yote. Inapita tu majina. Lakini haiwezi kupita ahadi za Mungu. Inaeleweka hapo? Kwa Mungu anasimamia ahadi zake kweli. Lazima zitokee. Ukisoma Hesabu 23 mstari wa 19 anasema Mungu sio mwanadamu hata jute. Akasema nimesema 80 sitaweza kuifanya kwa sababu sina uwezo hapa.
Baba yake anaweza kukudanganya. Akakwambia hivi, mwanangu, ukifaulu mtihani nitakununulia baisikeli. Ukafaulu. Asiwe na pesa na asikununulie baisikeli. Na kaja na Kiswahili kingi. Lakini Mungu akikwambia anafanya. Inaeleka bila. Kwa Mungu huyu ambaye ni chimbuko letu asili yetu, tabia yake kubwa ni nini? Uaminifu. Ni mwaminifu. Sema ni mwaminifu. Kwa hivyo uaminifu wake ni ngao na kigao kwetu. Ndio maana tuogopi. Ndio maana tunamwamini kwa sababu yeye ni mwaminifu. Naingia vizuri? Sasa uaminifu wetu kwake unalipwa mbinguni. Lakini imani yetu kwake inalipwa sasa. Nimeongea maneno mangapi? Narudia. Uaminifu wetu kwake tutazawadiwa mbinguni. Lakini imani yetu kwake inalipwa sasa hapa. Imani ni kwa ajili hapa duniani. Hiyo naleka sura kwa. Maana tukisha fufuliwa, tukanyakuliwa, imani sisi kwa sababu gani? Tutakuwa naye. Kwa sisi ni sehemu ya imani, tunadumu milele. Kwa hivyo hatuombi kwa imani, hatuongei kwa imani, tunajua kipo. Hatutakuwa tunahitaji chochote. Ingawa hizi kanuni tatu zinadumu milele. Inaingia vizuri hapo? Inawaingia. Faithfulness is the reward you receive in heaven. Faith is what makes you receive from God on the earth. Imani ndiyo chombo pekee kinachokufanya upokee kutoka kwa Mungu hapa duniani. Ili uaminifu utazawadiwa mbinguni. Ndio maana uaminifu ni tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi naongea na watu hapa? Amen. Kama na Mungu, natokana na Mungu. Sema tena. Aliye hai. Jina lake ni Yesu Kristo. Mimi natokana naye. Naye anakaa ndani yangu. Naye ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Ulimwengu ni nini? Nje yako. Ulimwengu kwa wapi? Nje yako. Hapa ni ulimwengu. Unayaona kwa macho ni ulimwengu. Sasa aliyeko ndani yako ni mkuu kuliko ulimwengu. Aliye ndani yako ni mkuu kuliko tatizo ulilonalo. Aliyeko ndani yako ni mkuu kuliko adui zako wote waliokusanyika juu yako. Kwa kinachokupa ujasiri, confidence, uthubutu ni kujua kwamba unatokana na yeye yuko ndani yako. Na wewe uko ndani yake. Kwa haijalishi ni nini kitatokea, hauogopi kwa sababu unatokana na yeye. Nani amesikia sasa? Inaeleweka? Na yeye amesema niite nami nitakuitikia. Alafu nitakuonyesha mambo. Maana kaniruhusu uongee naye. Sawa jamani? Unaelewana? Wote tuko vizuri. Nakuuliza swali, unatokana na nani? Okay. Ukipata kazi yako hiyo inatokana na nani? Kwa hivyo kazi sio chimbuko lako. Kutumaini kazi. Hata ukikuachisha kazi, bado utapata kazi nyingine kwa sababu Mungu aliye chimbuko lako, aliyekuumba, anajua unaishi. Yakitokea yanayotokea hayakusumbui kwa sababu tokani na yeye hai. Unatokana nani? Na Mungu aliye hai, Muumba mbingu na nchi. Jamani, na wengine biashara zako sio chimbuko lako, sio asili yako, sio tegemeo lako. Tegemeo lako ni nani? Mungu. Na Mungu ni nani? Ni mmoja. Na nafsi ngapi? Tatu. Lakini ni na wewe ni nani? Ni mmoja. Una nafsi ngapi? Wewe ni roho, unayo nafsi, na ndani ya mwili. Bila mwili bado hatufahamu vizuri hapa duniani. Wewe una ngapi? Wewe sema mimi ni roho, ninayo nafsi, na ndani ya mwili. Jamani, hilo naelewa.
Nani aliyeumba Mungu? Ni Mungu. Nani aliyeumba Mungu? Ni Mungu. Mungu aliumba Mungu. Kwa hivyo Mungu hakuumba, alikuwepo. Maana kama Mungu ameumba Mungu, Mungu alikuwepo. Mungu nani akaumba Mungu? Mungu aliumba Mungu. Mungu alikuwepo. Inaingia tu hapo. Inaingia tu. Na wewe umekuumba mmoja hivyo hivyo dunia nzima na mbinguni na kuzima. Hakuna wa kufanana na wewe, ni mmoja hivyo. Huu ni upekee wako, uthamani wako, uweza wako, nguvu zako. Kwa hivyo amekuumba kwa jamii. Kusudi lake na kusudi lako kwako ni tofauti na kusudi lake kwa mtu mwingine. Kwa wewe huwezi kujifananisha na mtu mwingine. Wewe ni wewe, na ukiita nitikia. Nani anasikiza? Na wale wa kwake hawaogopi. Maana waoga waingii kule aliko. Lakini hofu itakuwepo nje yako, kukutishia ili uonyeshe Mungu wako. Kuna kwa nini? Ujasiri hilo, muamini Mungu. Unajua yupo. Nakafanya. Ngoja nikupe mfano. Mfano wa watu wangapi? Ngoja watu wanne. Ni makundi mawili. Watu wangapi? Mmoja ni kwa Daniel. Daniel na mfalme akaota ndoto. Akasema nimeota ndoto lakini nimeisahau. Akaita inajimu wachawi wakati huo. Sawajui Mungu na wenye hekima, akashinda. Akasema nitawao wote wenye hekima na wachawi wote msipotafsiri hilo. Nimewapa siku kadhaa. Neno lile likamfikia Daniel. Tena akasema hivi, jamani, mwambie mfalme asifanye haraka. Nitakuja nitampa tafsiri ya ndoto yake. Jamaa akasema tuende kumwambia mwenyewe. Kwa Daniel akaenda kwa mfalme Nebukadneza akamwambia, mfalme, uishi milele. Ndoto yako nitakuja kukupa na tafsiri yake. Wakati hajaenda kwa Mungu. Yeye unasikia hapo? Baada ya kutoka kwa mfalme na akamwambia baada ya siku kadhaa nitakuja kwako na majibu. Mfalme akasema anaenda. Ndipo anaenda kwa Mungu. Wewe ungesema uende kwa Mungu kwanza ndio uende kwa nani? Daniel alijua Mungu wake. Amen. Ni mwaminifu kwake. Amen. Anampenda yeye. Anamjali yeye. Amen. Kwa kuogopa akaenda kwa mfalme akakupa. Alafu akachukua rafiki zake wangapi? Watatu. Shadrach, Meshach na Abednego. Tukaombe jamani, kuna kitu moja ndio tukaombe sasa. Hakuomba kwanza. Wangapi mnasikiza tu? Hakuomba. Alienda kwa mfalme akamwambia, alijua Mungu wake lazima tu atampa majibu. Amen. Atampa ile ndoto na tafsiri ya hiyo ndoto. Amen. Kwa kaenda kwa Mungu wake. Mungu wake akampa hiyo ndoto na tafsiri yake. Akarudi kwa mfalme, mfalme, ndoto yako si ndio hii uliyoota? Hivi fikiri mtu akaota ndoto, alafu akasema tawachinja wote msiponiambia ndoto yako na tafsiri yako. Sasa mtu anatokeza ndoto yako ndio hii. Maana yake huyu anayepewa hii tafsiri ya ndoto yenyewe na ndoto, maana yake huyu ni wa Mungu, ni rafiki yake Mungu. Kwa Mungu anapitia kwa huyu ila tukuzo kwa wale wasiomjua. Amen. Ndio maana wewe ukachaguliwa ukaokoka. Mungu kwako sio jana au juzi, ulichaguliwa kabla ya misingi ya dunia kuwekwa. Mungu alijua wewe utakuwepo, so Mungu anajua yote katika yote. Amen. Hivi naona ulivyokaa, anajua ulikaa leo. Hata kabla hajaumba mbingu na nchi. Hawa wananisikiliza, alijua watanisikiliza. Amen. Asa pango unajua Zaburi 139 anasema hivi, aliniumba kwa njia pekee alafu akaandika mambo yangu yote kwenye chuo chake. Nadhani Biblia. Amen. Hivi fikiria watu wameandika hii Biblia ni watu 44. Lakini wameandika kile kinachoendana. Hakuna mtu anayevunja moyo. Yaani kila mtu anaandika kile katika majira na nyakati tofauti. Ni Mungu pekee yake anaweza kufanya hivyo.
vita vingi vimeandikwa, hakuna kitu viwepo tena, lakini Biblia imesimama pale pale. Na hata dini zingine zinakopi kutoka kwa Biblia. Maana ndio hicho ndio kitabu. Wewe una Biblia, jipigie makofi. Habari zako wewe zimeandikwa. Ndio maana naambia kata asiyejua kusoma amwambie yale Mungu anipe kujua kusoma. Ili usome habari zake. Hata Yesu aliposimama kujua utumishi wake alisoma. Wapi? Kwenye hii. Akatafuta palipoandikwa katika Isaya 61 akatafuta. Alafu akasoma sentensi moja na nusu akawaachia. Akasema haya sasa yametimia. Niliandikiwa. Akasema nini? Siku zote wanasoma waelewe. Mwenye aliandikiwa alipotokezea. Jamani naelekeza. Na wewe hivyo hivyo Yesu amekuja katika mwili. Mungu yule amekuja, maandiko yale ya ndani roho yakaja katika mwili. Neno naye akafanyika mwili. Akaja katika mwili kukuonyesha kwa rafiki. Hiki ndicho uliandikiwa humu. Acha mizembe, acha mawenge. Habari zako ziko humu kama nilivyoona nimesoma na wewe soma. Na shetani naye anajua habari zake ziko humu. Na anajua ameshahukumiwa. Wewe hujahukumiwa. Maana ameshaokoka, aliokoka. Hakuna hukumu juu yake. Maana naamini mwana, ghadhabu ya Mungu haiko juu yako. Mpige Yesu makofi. Jamani nawaingia kweli? Yanakuingia. Nikupe tena mfano mwingine kwa hao jamaa. Siku moja mfalme akashauriwa na watu. Mbia bwana tutengeneze kinyago kama hivyo tunataka kutengeneza. Hakuna kuabudu Mungu mwingine isipokuwa hiki kinyago. Sawa jamani? So wakatengeneza kinyago cha kuabudiwa. Sida ni yeye anaenda wapi? Wakasema si abudu, atateketezwa kwenye tanuru la moto. Mfalme alikuwa anaogopwa. Nini? Hatuna kukujibu. Asema nyie sijuruni tu. Sasa nilijua mimi sheria imeshaweka nitawaweka mka. Akasema ina shida. Mungu wetu tuokoe. Asituokoe. Atusujudu. Wanamjua Mungu wao, anasema hivi, atupe chakula situpe chakula, ni Mungu aliyetosheleza. Atuponya situponye, taendelea kumwamini ni Mungu aponyaye. Unibadaishi. Unishushe cheo. Unidhalilishe. Wewe sio chimbuko lako. Ni Mungu amekuruhusu ili kwa sababu hawezi kuniinua kabla sijaweka chini. Kwa si kuangalia unitishii wala kazi yako. Kama nasikia akabia ina shida tukituko kwenye moto atuokoe sisi situokoe. Tuko tayari kumuonyesha sisi sio kama hapa. Nataka kuonyesha kijana mwingine nimekuja namba 3. Nataka kuonyesha kijana mwingine. Hivi naongea na watu sasa hivi. Oya. Tazama sasa huyu jamaa yuko nchi kweli. Nipo. Unasikia Kiswahili kimenyoka. Changeli tu. Mfalme akasema sasa kama mtaki kunisikiliza na mimi basi na watupa. Asira ya mfalme ikawa kali. Akachukua mabausha wale majemedari. Mimi nasema majemedari wa jeshi. Akashika wao vijana watatu. Wakafungwa kama. Wale watu wakatupa motoni. Wale watu majemedari wale, mabausha wale waliliwa na moto, hawakuzikwa wala hawakuonekana wala majiva yakuonekana, moto ulikula. Ni kama moto wa jehena. Wenye hauli, wenye unakuchefuka huko tu milele. Watu wanasema tutakuwa wengi kwa hivyo moto utauzimisha. Danganyana na kichwa kisukuma cheko na Kiswahili wenu mjinga wenu. Tutakuwa wengi si nini? Utajua. Yaani ukishakufa ndio utajua ukofu huwezi kuokoka wala wanaokuombea hawezi. Maombi ya yeye ukishakufa huombewi na ukishakufa huombewi mtu yote. Utajua. Kwamba Luka 16 mstari wa 19 hadi 31 ni maana gani? Angani wana dini hapa. Yes boy. Yes boy. Sikiliza, achenini wala kawi. Kama alikuumbia tumbo mtoto wa kike na huko kwenye huduma hii alinipa neno lake akasema kokote utakapokwenda hakuna atakayekuwa tasa wala wa karibu mimi. Akasema tabariki na kazi zao. Alafu
una haja kufika hapo naanza kuomba maombi yako. Hayo maombi yako yalishindikana ulipokuwa kule. Ukisha kuja hapo wewe sikiliza neno, furahia Mungu wako. Unashangaa tu kama na mwenza wako. Shika kichukuu. Tunaona tu. Na wewe unashangaa nini hiki? Na ijaribike. Sasa ndio tumeanza. Sasa tumeanza kuelewa. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Inawaingia jamani. Haleluya. Si wakati huo jamaa kamba zikaliwa na moto, jamaa wakaanza kucheza kwenye moto. Na mtu wa nne akaonekana. Mwangaji lake mtu wa nne yupo tu. Kwenye majanga hayo kwenye shimo hilo yeye yupo anakusubiria. Amen. Afanye akutukuze. Maana ukisha mtukuza kwa namna hiyo anakutukuza. Mfalme yule alisema tupa kwenye moto, ndiye alikuwa wa kwanza. Hao waliopekea zengo wakasema huyu fukuza kazi sikini na akafukuza. Na yule aliyeweka sahihi alikuwa wa kwanza kutafuta. Msikilize, watakuwa wa kwanza kutafuta uko wapi jamani? Ndio uchukue kazi yako. Na waambie nisubiri. Unasikia shuhuda. Akasema si tulitupa watu watatu mle. Na huyu wanne ametokea wapi? Hebu nanyi kama macho yangu yananicheza siku hizi. Asa mfano kuishi milele tunaona wako wanne kweli. Na huyu wanne akamwambia huyu wanne ni mwana wa miungu. Huyu ni mwana wa Mungu huyu. Yaani mfalme akajua yule ni Mungu. Anaitwa Yesu. Mfalme mwenyewe asijua Yesu akamjua Yesu. Yesu akitokezea hata kama wewe pagani asilia, hata ukiwa hivi unamjua huyu ni Yesu. Hata kama unapiga kitu unatafuta namba ya Yesu chini, akitokeza sasa Yesu. Nikana kutafuta kule hizi kukutia katika. Mfalme akasema Mesha Abednego, joeni. Yana la kwenye moto unasikia sauti alafu jamaa wanatoka. Mimi nasema hivi, harufu ya moto iko juu yao wala hakuna chochote. Amesema katika Isaya 43, ujapopita katika maji mengi usichefuke hata kugarikisha. Ujapopita katika moto hautakuteketeza wala harufu yako utaisikia. Akasema nimekuluku. Nimekukomboa. Mimi niliyekuweka tumboni mama yako na kujua. Amesema hivyo. Sio baba yake alikuweka. Baba yake alitumika tu kukuweka. Kumbe ni yeye alikuweka. Sema kabla sijaba mtoto wa baba yangu wa damu na nyama. Mimi ni mtoto wa yeye aliyeumba mbingu na nchi. Hapo pia mfano mtoto wa shetani. Ndio maana Yesu akasema uzao wa nyoka. Sasa huyo aliyookoka ni tofauti na wale hawajaokoka. Yanawaingia. Okay. Daniel mwenyewe akajua sheria imeshawekwa na yeye akamtokea kama yale. Wakaweka sheria, wakamtafuta mwaminifu kwa Mungu na kwenye kazi zake serikalini. Wakamtafuta jinsi ya kumkamata hakuna. Wakasema tutafute sheria ya Mungu wako. Ibada. Wakaanza kumzuia asifanye ibada. Ndio maana wengine mkiolewa, mkiokoka, mkaje ibadani wanawapiga. Wanasema nenda ibadani. Wanataka sasa cha msingi unatakiwa mfanyie hivi. Nenda utafute Bwana. Alafu mwambie njoo huko, yes, unipate. Alafu akija mwambie akicheza mtwangi. Si nienda kanisani ukanipiga. Sasa ulitaka nije huko hapo. Au chukua pombe piga. Alafu pigie simu njoo hapo. Si ulitaka nije pombe ni unifurahi. Hapo. Alafu leta waandishi wa habari kwa Mungu. Unajua mzaliwa anaweza kuolewa na pumbavu. Naeleweka? Amen. Mimi sasa hivi kiangalia pumbavu yupo kanasema pumbavu nakaweka. Mwanadamu anakuwa mpumbavu. Nikakumbuka Biblia inasema mwanadamu asiyekuwa na akili ni kama mnyama. Nafsi yake ni kama ya mnyama. Yaani Zaburi 49 mstari wa 10. Akajua sheria imeshapitishwa ya kumzuia sifanye ibada. Akaonyesha nafanyaga ibada hivi. Akafu. Hivi naelewa. Akasema sasa tumempata mfalme njoo uone mwenyewe.
Akakamata na mfalme anampenda na sheria ameshatia msahihi. Isiyobadilika. Sheria isiyobadilika za dunia hii inabadilishwa kwa Bwana. Amen. Shaka tupo kwenye shimo ya nini? Shimo ya simba. Akafika. Yeye akaomba nisende kwenye tundu la simba. Wala kuombea dua zake mbaya. Yeye akaendelea kumshukuru Mungu. Mungu naona mimi ni mwaminifu siku kila siku mara 5 na kushukuru. Tutaona. Alikuwa mwaminifu kwa serikali na kwa Mungu. Ndio maana Mungu ni mwaminifu kwa watumishi wake walio waaminifu. Wewe uliokoka lazima uwe mwaminifu. Uaminifu ni shida wapi? Kwenye kanuni ya namba 2. Hapa bado tunazungumza kanuni namba 1. Kuonyesha Mungu ndio chimbuko asili, tumaini, nguzo yako, wokovu wako, kila kitu. Yeye ni mwaminifu. Akafanyia. Angalia alichofanya sasa. Dumbukizo alifanya. Simba wamefika pale wakainama. Wanainamia nani? Simba mkuu. Ndio wakimwangalia hivyo anaona ni simba mkuu. Wakatulia. Simba laki simba mwenzake. Ila unaweza kumwadhibu kama umepanga kukamata mnyama alafu bila akafanya kosa. Na unamwadhibu, unang'ata miguu ya nyuma. Alafu anakaa anaangalia fisa atakapokuja. Baadaye mfalme hakulala usingizi wala kuleta vyombo vya muziki. Alfajiri akaenda. Daniel, Mungu wako uliye mwaminifu kwake aweza kuokoa. Daniel akamwambia, maana yake anamwambia Daniel, even Mungu wako ni mwaminifu kwako kama ulivyo mwaminifu kwake. Daniel akamwambia, mfalme ishi milele, hujaona kitu aisee. Utaona mambo makubwa aisee. Akasema njoo. Kwa nini Daniel? Akatolewa, akamvalisha mkufu. Nini vitu vya dhahabu, akasema hakuna Mungu yoyote duniani atakayeabudiwa isipokuwa Mungu wa nani? Wewe fike mahali kwa wenu wote unaabudu Mungu wako. Fika mahali shuleni kwenu wanaabudu Mungu wako. Mapepo yakiangusha watu pale, unasema walimu msisumbuke, niko hapa. Unasimama kwa sababu unajua ni roho gani tulionayo. Unapita katikati yao. Mapepo yanasema tunatoka, tunaokoa. Unapita unazunguka mara 7. Alafu unasema mwalimu yeyote asiyeabudu Yesu yuko hapa. Haya, piga magoti muone watu maana wataka kuja kwako. Anasema haya. Anakitania wanaingia kwanza. Anasema baba unamuoza salata. Ukiacha Yesu shauri zako. Alafu nasema na hesabu mpaka 7. Alafu nitamka jina la Yesu, mfiatuke mwelekee shimoni. Wote nataka. 1 2 ukifika 7 katika jina la Yesu. Piach. Na Yesu anapenda. Baada ya pale watakuheshimu. Hata kama unapata 0 mwalimu atakuongezea. Nisije nikampata. Nielewa kweli. Mnajifanya mnajiweka chini wakati nyinyi wa juu. Ndiye mtu mwingine. Yusufu akaenda katika nchi ya ugenini. Akakataa kusujudia, ni mtumwa. Lakini chochote anachofanya kinafanikiwa. Tupo gerezani ya mbakaji. Bado gereza linafanikiwa tangia lini? Na akaachiwa madaraka. Mungu wako akatoka gerezani waziri mkuu. Wewe Yesu wako ana ndoto na wewe ndio maana umeokoka unaweza kuokoka. Na Yesu ni Alfa na Omega. Akianzisha anatimiza. Shida ya watu wengi wanataka watimize badala kuhusu Yesu atimize kusudi lake kwa kuwatumia. Wao wanataka kutumia Yesu. Ngapi nisikie. Leo unaona Veronica amebeba mtoto wake. Alikuja wote mnajua. Endelea kuja.
Akasema hajawahi kupata mtoto mjini. Yeye endelea kuja. Na viakiwa naye wakwe. Wewe endelea kuja. Siku moja kapigwa mpaka afungiwa. Akaambia sasa nenda kwa mchungaji wako, nenda kwa kanisani. Akasema mimi akanipigia, mwambie mimi nakupenda na Yesu nampenda. Siwaachi wote. Ningekuwa wewe ungeacha kuja kanisani. Nafikiri sasa hivi yule lidume lako. Ninafurahia mtoto wewe. Allah. Anapakata mtoto wangu. Akiangalia naona anafanana naye, anafanana na mchungaji. Mara kwa nikiwa tumeona sasa umepewa na mchungaji na nguvu. Wakati wanaume hawana nguvu za kiume, wachungaji wanakuwa nazo. Yaani kila yani watoto wa shetani kuchafua. Lakini hawatuchafui, hivyo ndio tuna nguvu kweli. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inaingia kweli. Jamani nawaingia. Unajua shida yako unataka utimize cha Yesu. Bali kuhusu Yesu atimize cha kwake kukutumia. Sasa amesema wewe ni chombo, umeweka chombo kinapakua ugali, ugali unapakuliwa. Shida yako ndio hiyo. Ukiona vitu vinakuja, unataka kupambana. Ndani ya kupambana, yeye anaendelea na ibada yake. Hivi na wengine sasa wewe hapo ungeanza teta na unaoteta nami. Usiku ungevaa kaptura ungeanza kwa mpaka hakuna kitu. Na anaelewa. Kumjua Mungu inakufanya uwe na amani. Mjue sana Mungu upate kuwa na nini? Na amani. Unakuwa na amani. Kwa nini wengi hawafanikiwi? Kwa sababu wanataka watumie nguvu zao na mbinu zao, na unapoona duniani wanafanikiwa na wao wanataka tukuweze na umepoa. Na waambie ukata lazima wewe. Biblia inasema kuna kanuni yake namna ya kufanikiwa. Sasa leo naanza kuelezea. Akatokea kijana mmoja anaitwa Daudi. Amekuja kuwaletea ndugu zake chakula wanajeshi, Yesu mwanajeshi. Akakuta ni taira mmoja anaitwa Goliath anatishia jeshi nzima la Israeli. Akasema nini? Nini? Huyu ndio nani atukana jeshi la Bwana? Ndio nani? Akamwambia Goliath. Na ndugu zake wengine wanne. Kwa hapo watano wewe. Hii tunaliua. Akasema wewe umechanganyika kondoo baba zako na niache. Akiwa mtu huyu anapewa nini? Anapewa na mke, akuje anaondolewa nini? Sasa mke wa nani? Mke anatoka kwa nani? Kwa mfalme, mtoto wa mfalme. Mwambie mfalme niko hapa. Alipofika kwa mfalme, neno la kwanza, mfalme asiogope mtu hapa. Mimi mtumishi wako nimeua dubu, nimeua fisi, nimeua simba. Hii nitaliwa kama fisi na dubu. Mfalme akasema wewe, yani ile hali na moto alionayo mfalme asema chukua mkukiona, akavaa bila saa sitaki. Na ya kwanza akaenda mbele ya Goliath, akasema Goliath, wewe ndivyo alivyomuita. Ndio maana Goliath akasema unakuja mbele yangu na fimbo kama mbwa. Akasema wewe ni mbwa. Nitakata kichwa chako leo. Akaanza kusema, nitakata kichwa chako leo. Hana upanga na fimbo, ana mawe matano na kombe. Hana upanga lakini anasema nitakata kichwa chako. Na hana upanga. Hivi na wengine watu. Maana anajua Mungu wake hawezi kumwangusha. Amen. Anajua anachokifanya Mungu anataka atukuzwe. Wewe ukipitia kitu kidogo malaika anasema analia nini wakati pale waona dhahabu zile pale. Mungu atatumia hao wanadamu, atatumia shetani mtumishi wake, atatumia mazingira, atatumia na wewe mwenyewe kukuadibisha kwa kumjue. Maana wewe umeshazaliwa ni wako. Ni kama baba hawezi kuachia mtoto wake. Kumbuka yule mtoto aliyepo urithi. Walikuwa vijana wawili sio? Wapila kama urithi. Akaenda akachafua na nguruwe akamaliza alafu na malaya. Alafu akala chakula cha nguruwe. Akakumbuka nyumbani kwa baba yangu. Akasema ngoja nirudi. Baba yake ndiye alikuwa wa kwanza kumuona. Sasa mwanangu yule akamkimbilia akamkumbatia hivyo ni mchafu hivyo. Leta kanzu, leta nini, pete akambalisha, twende na sherehe. Wewe unachezea Mungu anakupenda sherehe. Yaani ndio akamaliza mali, akaenda anarudi anambia bado wewe mwanangu. Sherehe iko pale pale na urithi wako pale pale. Nini hapa msijifanye watakatifu. Mnachefuka kama mnachafuka kila siku. Ni damu ya Yesu inawasafisha.
anarejesha kila itwapo leo. Kwa hiyo lazima uelewe hujaokoka uwezo wako Yesu amekuokoa. Hii ndio shida ya watu wengi. Mnajitahidi kufanyia sikini. Ndio maana mnakosea, mfiki mahali pa kuona uwepo wa Mungu katika maisha yako. Mwambie Mungu, dhaifu wangu ndio huu, nisaidie. Inaeleka vika. Wewe ng'ang'ana hiyo dhambi uone kama inatoka. Utakuwa kama Paulo anasema, yani nisichotaka kufanya ndicho ninachokifanya. Mwambie Bwana, umeniokoa pamoja na hili. Haya ila kwa unasema nifanye nini? Fanye yale ya kwako. Uone kama hilo litaondolewa tu. Hivi naongea na watu sahihi. Tatizo nataka kuondoa usichoweza kuondoa. Maana kuokoka kwa uwezo wako wakati wewe ni mwenye dhambi. Mimi nasema wakati wewe ni mwenye dhambi, alituonyesha upendo wako wa kutoa mwanae wa pekee atufie wakati wewe ni mwenye dhambi. Sasa umeshaokoka, dhambi inakupata wapi? Fikra zako na mawazo yako. Na kwa sababu unajifanya wewe ndio wewe. Hello? Hivi naingia vizuri? Hivi naongea usahihi. Mnaanza kuhukumu watu, mnaanza kuonyesha kwamba nyime wewe acha hai. Wewe anza kujiachia kwa Yesu. Yesu wewe nitumie upendo. Niongoze, nifundishe. Roho Mtakatifu mia. Yesu alikuwa anakula na wenye dhambi, anatembea na wenye dhambi. Hivi naeleka tena? Msipoonyesha nyinyi Yesu wenu yukoje zaidi ya watu wa dini. Mfano wa Mungu. Sasa nakuelezea Daudi alipokuja kidogo. Haini na mitindo ya hao. Akasema najua Mungu wangu Bwana. Nimeshamuona. Kuna mambo madogo madogo unaweza kufikiri madogo madogo. Mungu amekufanyia, si ndio? Yakumbuke hai, yatumie kama ushuhuda. Kuangusha dunia kaliko mbele yako. Hakushindi. Hayupo. Jamani mpaka hapo umeelewa sasa? Okay. Twende kanuni namba 2. Kushinda kwako unashinda kwa sababu Yesu alishashinda. Ushindi kwa uwezo wako. Kwa ushindi wako umehakikishwa. Kanuni namba ngapi? Ziko 3. Kanuni namba 2. Wote mnaniangalia? Okay. Tuchukue nani? Muona kijana. Ili yasiwepo duniani. Tukazike mwili huu. Unamfanyaje? Ufunge ile dogo na pua. Ndio nataka kuambia corona inavyofanya. Corona inachofanya upumue pumzi yako ile mbaya. Kwa sababu pumzi unatoa ile ni mbaya. Sawa? Irudi tena ndani. Kwa mapafu yaharibike. Kwa atakaposema sasa corona imeisha, mnatoa mabarakoa wanawaletea chanjo kwa ile corona. Kuisha bado. Kwa 80% ya dunia wataenda. Hivi naongea na watu. Kwa sababu lengo lao ni kubakiza 20% na haitawezekana. Haitakaiwezekana. Baada ya sisi kuondoka ndio wale watakao baki watakufanyizia. Hawatanunua bila sita. Sasa ili Shadrach asiwe Shadrach, tufunge mdomo wake na pua lake, si ndio? Na masikio yake yasiweze kupumua. Sawa jamani? Nini kinatokea kwa nini? Niambieni sababu. Kwa nini atakufa? Sema vizuri. Sema pumua na pumzi ndani. Kupumua maana yake nini jamani? Nimekisikia sasa. Nimesikia mtu mmoja. Ni kutoa upepo nje na kupokea ndani. Nimekuelewa. Sasa ili Shadrach aendelee kuishi, anatakiwa pumue nje, na akipumua nje yanapumua wapi? Anaendelea kuishi. Unaelewa? Shadrach huyu ya kila akashiba kama na kapitani. Asema hicho ni sieni. Akaweka budi huko. Nini kitakachotokea? Asema mimi nakunywa maji. Sitaki kuyatoa. Nini kitakachotokea? Tapasuka nini? Kwa ili aendelee kula, lazima atoe mengine aendelee kula, si ndio?
Shadrach sasa kalima ardhi, mvua zinanyesha, ardhi imeweka mbolea, kila aina ya virutubisho, lakini hajapanda mbegu kwenye ardhi. Akaingia kwenye kufunga na kuomba, kama mnavyojua kanisa na leo, maombi mengi, sadaka kuduchi, na maombi walishapanga hivi: Baba, na wale mifugo isiyotoa ibarikiwi. Hadi maombi ya kishetani, mifugo isiyotoa nayo ibarikiwi. Mungu abariki. Itabarikiwa na nini? Na michongoma. Mnajua? Sasa ingie kufunga na kuomba. Atavuna nini hapo? Magugu ndio atakutana, magugu huwezi kuvuna. Nani ameruhusu? Kulima milima, kaweka na mbolea, na mvua zinanyesha. Akaingia kufunga na kuomba. Riba shakarabu saka, riba uko shaka, na funga na kuomba. Ili sasa alioteshe. Mko? Anapata kitu. Sasa ili apate kitu anaiba nini? Anaiba ardhi nini? Na ardhi inaleta mazao kwa aina ya mbegu iliyompasilia. Ukimpa ardhi mbegu moja ya mtama, kamoja hivi, utavuna kamoja. Semeni kwa sauti. Unavuna nyingi. Jamani, tunaelewana? Kanuni namba 2 ya Mungu inaitwa kupanda na kuvuna, au kutoa na kupokea. Sio kupokea na kutoa, kutoa na kupokea.